Hivi unajua ziko tabia za utotoni ambazo huwa tunakuwa nazo, yani bado tunazishikilia mpaka tunakuwa watu wazima. Sasa sikiliza, moja kati ya tabia za utotoni au za kitoto ni kutaka attention kutoka kwa watu, na hiyo tumekuwa nayo attention au reaction yoyote kama matokeo ya kile ulichokifanya. Kwa mfano, umefanya kitu ulipokuwa mdogo, ukifanya kitu fulani wewe unamwambia mama angalia, mama angalia, au baba angalia nilivyofanya, au kaka angalia. Umeona? Au yoyote, au mtu mkubwa ambaye amekuzidi umri kidogo. Hivi unajua hiyo tabia huwa watu tunakuwa nao mpaka tunakuwa watu wazima. Sasa kama wewe ni mtu ambaye ukifanya jambo lolote ili uconfirm, yani ili uthibitishe au ili uhakikishe kwamba hichi nilichokifanya ni kizuri, kinategemeana na namna watu walivyo engage au walivyo react au walivyo respond, yani walivyojibu. Kwa mfano ili uelewe zaidi, wale ambao wanaposti sana video mitandaoni, Facebook, TikTok au sasa Facebook na TikTok, kwamba ili kitu ulichokifanya kionekane cha maana au cha thamani au kinapendwa sana, ni mpaka upate likes nyingi na comments nyingi na shares ziwe nyingi. Na ukiona wewe umeposti video yoyote au umeposti picha yoyote au maneno yoyote, alafu ukaona yana likes ndogo, hayana comment wala share, unaanza kudoubt kitu ulichokisema au ulichokiposti. Sasa hilo ni tatizo. Yaani hilo ni tatizo kabisa kubwa ambalo yawezekana watu hatujui kuwa ni tatizo. Na hilo tatizo linaweza likasababisha uwe na matatizo ya kutokuwa na hisia, matatizo ya kihisia tuseme. Matatizo ya kihisia. Ninapozungumza matatizo ya kihisia maana yake huzuni. Unaweza ukaja ukapata huzuni zisizoisha, ukapata depression kwa sababu ya hivyo vitu. Sasa ukiwa wewe ni mtu wa namna hiyo, utambua wewe ni mtu mzima lakini una tabia za kitoto. Ni mtu mzima lakini una tabia za kitoto. Sasa nikushauri, ukifanya jambo lolote lile, usiwe mtu wa kutarajia sana. Sawa? Yaani isiyo ndio priority yako, yaani isiyo ndio kipaumbele chako, kwamba kila kitu unachokifanya kinategemea confirmation kutoka kwa watu, kinategemea verification kutoka kwa watu. Kila unachokifanya kinategemea approval, kiwe approved na watu. Yaani watu wanapo wanafurahia, wanakusifu, basi ndio kizuri. Hapana. Kwa nini hapana? Kwa sababu watu unaowategemea wafanye hivyo ndio tatizo. Tatizo sio kile ulichokifanya. Mara nyingi, natumia neno mara nyingi, lipigie mstari mara nyingi vitu unavyovifanya havina shida. Shida wale watu unaowategemea ili ujihisi hicho ulichokifanya kuwa ni cha thamani. Sijui unanielewa? Sijui tunaelewana? Yaani shida ulichokifanya hakina shida mara nyingi. Shida inakuja kwa wale ambao unawategemea wakupe comment au wakusifu au wakupe reaction yoyote au sign yoyote ya kuonesha kwamba you are good. You did well. Kama ulivyokuwa mtoto kwamba mama angalia, umefanya, mwanangu umefanya vizuri. Ukipanda tu kwenye mti, mama angalia nimepanda juu ya mti. Mwanangu una akili. Mwanangu wewe noma. Mwanangu wewe uko vizuri. Sasa kwa tabia kanakuwa mpaka unakuwa mtu mzima. Kila unachofanya you need attention from people. You need people. Yaani kila unakoenda unahitaji watu wa kuhakikishia kwamba ulichokifanya kuwa ni sahihi. Hiyo ni hatari.
hatari kwa huduma yako, hatari kwa vipaji vyako, hatari kwa kila unachokifanya. Ni hatari kubwa sana, hatari kubwa. Sasa kwa nini mimi concern yangu, kwa nini mimi ninasisitiza kwamba usitegemee watu na kwa nini nasema kwamba shida sio ulichokifanya, shida ni watu ambao unawategemea wa kuhakikishia ulichokifanya kuwa ni sahihi na ni kizuri. Watu wana mitazamo tofauti, na ndio maana kitu kinaweza kuwa kimoja lakini kikawa kina tafsiri zaidi ya moja kulingana na macho watu. Maana kitu kimoja kimetazama na watu wawili, kitu kile kile, lakini wa kwanza akaja na tafsiri nyingine na wa pili akaja na tafsiri nyingine. Kwa mfano, mtu akawa mvua inanyesha nyingi sana, alafu radi likapiga. Sawa, radi likapiga likaua watu wawili kwa mpigo. Kuna mwingine hicho kitendo atasema lile radi limetumwa. Huo ni ushirikina. Lile radi limetumwa, ndio maana limeua wale watu. Huyo wa kwanza, tukio ni hili moja, lakini wa pili akasema hapana, huo ni umeme na wale walikaa kwenye mkondo wa umeme, kwa hiyo ni umeme kama umeme mwingine, kwa hiyo wamepigwa shoti na ya umeme. Umeona, tukio moja. Kwa hiyo ukitegemea watu ndio wakwambie kwamba ulichokifanya ni sahihi, utateseka sana. Maana kuna mwingine atasema umefanya vizuri, mwingine sasa hujafanya vizuri. Lakini pia ukiondoa watu wana mitazamo tofauti na maana ni tofauti, watu wanachuki. Kuna watu wanakuchukia tu. Kwa usitegemee sifa yoyote kutoka kwa mtu mwenye chuki na wewe. Lakini kuna watu wengine wana wivu wana wivu kabisa. Yaani unachokifanya wanakuonea wivu. Yaani anatamani kama hicho unachokifanya kingekuwa cha kwake. Kuna wengine wabinafsi. Kuna wengine wako busy tu, yani kwamba yuko busy na mambo yake, so yani hata kikiona kitu chako hayuko concentration yake ni ndogo, hayuko focused kwenye mambo yake, yuko focused na mambo yake, kwa hiyo hawezi haukuoni. Lakini mwingine ndo katabia kake, anaweza akaona akafurahia ulichokifanya na asioneshe reaction yoyote, yani asioneshe any reaction, asioneshe hisia zozote, asikuonyeshe au ni watu ambao wanaficha hisia zao, asikuonyeshe hisia yoyote kwamba wewe umefanya vizuri. Au nao wapo. Sasa umeposti kitu chako ndio unapitisha kwa watu kama hao, na unakuta hujapata like na unaanza kusema kwamba nilichokifanya hakina maana yoyote. Sikiliza, ushauri. Chochote unachokifanya hakikisha kwamba nafsi yako ndani yako inashuhudia ya kwamba umefanya vizuri na kitu ulichokifanya ni sahihi. Unajua sisi wanadamu tumejitosheleza. Ni jamii tu ndio ambazo zimetudanganya kwamba we need outside or tunasema external approval, external validation, external verification. Tunahitaji yani watu wa nje, lakini kwa ndani tumejitosheleza kabisa. Zile hata zikija, yani iwe kwamba hizo external validation zote na sifa zote zikija, zisiongeze wala kupunguza kile ambacho wewe unacho tayari. Yani kama kikombe kimeshajaa, wewe ndio umeshakijaza. Kwa hiyo hivyo vinavyotoka nje vinakuja kujazilizia tu. Hata hivyo havina maana sana. Sawa? Havina maana sana. Yani havitegemewi sana. Sawa? Nimesema hivyo kwa sababu wako watu ambao ndoto zao zimekufa. Wako watu ambao
maono waliokuwa nayo ni makubwa, lakini yamekufa. Wako watu ambao walitakiwa watumie social medias kuwasaidia mabilioni ya watu, maelfu ya watu, lakini ndo kufa kwa comment ndogo, na comment zile ambazo zina nyuma yake kuna chuki, nyuma yake kuna wivu, kwa sababu mtu anaweza akakutukana tu kwenye social media. Umeposti kwa nia njema kuwasaidia watu kwa kile ulicho nacho. Oh, Mungu amenibariki kitu hichi, kwa hiyo I have something that I can give. Ninacho kitu ambacho naweza nikawapa watu, kikamsaidia mtu mmoja. Hapo umecomment tusi kubwa, anakuondoa kwenye focus. Kwa hiyo hii video special maalum kwa watu wenye ndoto kubwa, ni kuwatia moyo kwamba songa mbele. Ikiwa una wazo fulani, kutumia social media kuwafikia watu, kumfikia mtu fulani ambao unategemea, unaona kabisa ukijirekodi video yoyote inaweza ikamfikia na inaweza ikabadilisha maisha yake kwa namna moja ama nyingine, fanya. Hata kama usifiwi, hata kama uoni comment zinazokusifu, fanya tu, kwa sababu unachokifanya ni sahihi. As long as nafsi yako ndani yako kabisa inakushuhudia unachokifanya ni sahihi, hicho ni sahihi. Na ngoja nikwambie kwamba cha kwanza, hakikisha Mungu anakiapprove kwamba what you are doing, my son, it's good, my daughter, it's good. Yaani Mungu anasema, binti yangu, mwanangu, unachokifanya kiko sahihi. Hiyo inatosha. Na nafsini mwako kabisa ukashuhudia ya kwamba ninachokifanya sahihi, hiyo inatosha. Wale wanaokuja baadaye hatuwakatazi, lakini hatuwategemei kutoa sifa na vitu vingine. I hope umenielewa nachomaanisha. Songa mbele, and God is going to bless you, and God bless you so much.